Mambo vipi mtazamaji wa Mpenja TV, mimi ni Teddy Tina. Tunaendelea kuangazia taarifa mbalimbali za michezo ambazo zimejiri hapa nyumbani pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini kwa wakati huu tunatazama yale ambayo yanaendelea hapa nyumbani Tanzania mara baada ya mchezo wa fainali wa kombe la FA kutamatika na Simba Sports Club kutawazwa mabingwa wapya wa kombe hilo kwa msimu huu 2025-2026 ambako walifunga Azam goli 1-0, goli ambalo lilikuwa ni la kujifunga. Sasa tulimuona hapo jana afisa habari ama meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally akisema kwamba kama Azam wameamua kuhamia Zanzibar basi watakuwa wamewapunguzia Yanga alama 6, na tunafahamu baada ya mchezo huu wa juzi tuliona malalamiko mengi upande wa Azam FC ukionyeshwa kwamba haujaridhishwa na mwamuzi wa mchezo ule juu ya maamuzi ambayo aliyafanya, wakionyesha kwamba Azam ni kama vile walionewa sana ama walinyongwa katika mchezo ule. Sasa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Azam FC Thabiti Zakaria ama Zaka za kazi amewasha moto mtandaoni kwa kumshushia lawama nzito msemaji wa Simba Ahmed Ally, akidai amekuwa kama messenger na kudai Simba ndio inayonufaisha zaidi Yanga kwa pointi kuliko timu yoyote ile. Zaka za kazi ametoa mfano wa kauli ya zamani ya aliyekuwa mwenyekiti wa Simba Ismail Aden Rage aliwahi kumuita aliyekuwa afisa habari wake Taarish ambaye alikuwa ni Clifford Mario Ndimbo, huko akisisitiza kwa sasa hivi Ahmed Ally amekubali kuvaa usika ule wa kubeba ujumbe badala ya kusimamia weledi wa nafasi yake. Kuhusu madai ya Ahmed Ally kuwa Azam FC inaifaidisha Yanga kwa alama 6, Zaka za kazi amejibu kwa kuweka takwimu hadharani zikionyesha kuwa Simba ndio wamekuwa wanyonge wakubwa mbele ya Yanga kwa kutoa alama 6 mara 2, kufungwa mechi 6 mfululizo za mashindano yote katika mwaka 2023 mpaka 2025, rekodi ambayo Azam FC haijawahi kuwa nayo tangu kuanzishwa kwake. Sasa nikinukuu hapa kile kitu ambacho amekiandika ama andiko lake kupitia ukurasa wake wa Instagram, anasema kwamba Simba haoni kundule. Wakati Alhaji Ismail Aden Rage anamfuta kazi Clifford Mario Ndimbo kama afisa habari wa Simba, alisema amemuondoa Taarish. Taarish ni mtu anayetumwa kupeleka barua na vifurushi kutoka ofisi moja kwenda nyingine. Hivi ndivyo Simba inavyowaona watu wao wote wanaoshika nafasi hii. Kwa sasa nafasi hii anayo mdogo wangu Ahmed Ally, amemtagi pale Taarish Ahmed. Nasikitika sana kusema kwamba katika wote waliopita yeye ndio ameuvaa utaarishi kuliko wenzake wote. Wenzake walijitahidi kuuvaa uafisa habari kwa nje hata kama ndani klabu iliwaona mataarishi, lakini yeye ameuvaa utaarishi na anatamba nao. Kwa lugha nyingine, taarishi ni messenger, yule aliyeleta balaa nyumbani kwa baba mzazi wa msanii Bushoke. Ahmed anasema Azam FC inaipa Yanga alama 6. Hakuna timu duniani inaongoza kwa kuipa Yanga alama 6 kama Simba, na sio tu alama 6 ambayo na sio tu alama 6 na mabao ya kutosha. Ndani ya misimu hii Simba imetoa alama 6 mara 2, mabao 12, wao wamepata alama 2 na mabao 4 tu. Na takwimu hizi hapa Zaka za kazi ameziweka. Tarehe 5 Novemba 2023 Simba 1 Yanga 5. Tarehe 20 mwezi wa 4 2024 Yanga 2 Simba 1. Tarehe 19 mwezi wa 10 2024 Simba 0 Yanga 1. Tarehe 25 mwezi wa 6 2025 Yanga 2 Simba 0. Tarehe 1 mwezi wa 3 2026 sare 0-0. Tarehe 3 mwezi wa 5 2026 Simba 2 Yanga 2. Kati ya 2023 na 2025 Simba ilifungwa na Yanga mechi 6 mfululizo na za mashindano yote. Hii haijawahi kutokea kwa Azam FC tangu ianzishwe. Mbele ya Yanga, Azam FC imekuwa ikigawana mechi, ikigawana alama. Huwezi kukuta Azam FC ikifungwa na Yanga mfululizo kama Simba. Amesema bwana
Thabiti Zakaria, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Azam FC. Ndicho ambacho amekiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, akijibu kile ambacho Ahmed Ally alikizungumza siku ya hapo jana katika sherehe za ubingwa ambazo walizifanya katika mitaa mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam. Endelea kufuatilia Mpenja TV.